الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمة الإسلام والعافية. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنه أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Leo tushakata nusu ya mwezi wa Muharram, mwezi ambao ndio mwezi wa kwanza katika tarehe ya Kiislamu, katika kalenda ya Kiislamu, na yamezungumzwa mengi kuhusu hijiria na hijra, mahusiano yake na hijra. Watukufu wa Islam, tufungue dirisha kidogo, tuangalie mbali zaidi. Ni kweli wakati wa khilafa ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alipewa mashauri na masahaba wenziwe na akayafanyia kazi. Katika mashauri aliyopewa, msingi ulikuwa wakati gani tuanze kalenda yetu umma wa Kiislamu. Kama mnavyofahamu, nyuma huko wakati wa Mtume ilikuwa reference matukio. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema kazaliwa amul fil, mwaka wa tembo, mwaka alioangamizwa Abraha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akapelekewa mashauri kadhaa, matukio yaliyotokezea makubwa, ili lichaguliwe moja ndio iasisiwe kalenda ya Kiislamu. Kipindi cha kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, siku alozaliwa, wakati na mwezi alipopewa utume sallallahu alaihi wasallama. Bali mashauri mengine yalikuja hata wachukue kalenda kwa mujibu wa tarehe au kalenda ya Kiroma. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu na masahaba wenzake walikuwa ni watu wenye deep thought, wenye kufikiri kwa kina na kindani, na walikuwa wakiufahamu Uislamu, na walikuwa mujtahidun, walikuwa mashekhe wakubwa wakubwa, wahai umeshushwa mbele yao. Wakakubaliana wote kwamba kalenda ya Kiislamu ianze katika mwaka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama, na hasa katika mwaka bila shaka amehama Makka kwenda Madina. Kipindi ambacho amehama Makka, mwaka ambao amehama Makka kwenda Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mwaka ambao kalenda ya Kiislamu ianze pale. Kalenda ya Kiislamu ikapata jina la Hijria kutokana na ile hijra, safari ya Mtume aliyoifanya kutoka Makka kwenda Madina. Alhamdulillah, inazungumzwa kwa upana kabisa na kuna mafunzo lukuki
kuna miujiza kadhaa ya kuthibitisha utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mafunzo kadhaa ya kuthibitisha Mtume alikuwa ni kiongozi. Mtume alikuwa ni mtu shupavu, alikuwa mufakir, thinker, mwenye kufikiri, mwanasiasa hodari kabisa. Mimi sitogusa hayo zaidi, lakini ile roho hasa ya hijiria inavyoshikamana na hijra, yani roho ya kalenda yetu Waislamu, ambao mwezi huu wa Muharram ndio mwanzo wa mwezi wa Kiislamu, na mwaka ni mwaka unaitwa hijiria kutokana na ule mwaka ambao Mtume amehama Maka kwenda Madina. Kwa hiyo Mtume sallam safari yake ilikuwa ni safari mashallah, ina mafunzo mengi sana. Lakini tuangalie mbali zaidi, ile roho ya hijra ambayo imezaa kalenda ya hijiria ndio nukta muhimu sana, ambayo hii ni tarehe yetu umma wa Kiislamu, ni history. Hii sio history ya kina Mussolini wa Italy, sio history ya kina Abraham Lincoln wa Marekani, sio history ya kina Kwame Nkrumah wa Ghana, sio history ya kina Habib Bourguiba, sio history ya kina Kinjeketile. Hii ni history, ni historia ambayo ni wajibu, ni lazima kwa Uislamu tuisome, na ni sharia, ni jambo la lazima. Hizi tarehe zilizobakia hizi, ukitaka utasoma, ukitaka basi, wala hupati dhambi, wala hatusemi zisisomwe. Zinakupa mwangaza wa kwa mfano wa kisiasa kiasi fulani, lakini tarehe yetu, tarehe ya Mtume, history ya Mtume ni jambo la lazima, kwa sababu Mtume ni source, ni chanzo cha sharia. Watukufu wa Islamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hijra ya kwenda Madina kwa bahati mbaya, accidentally imetokezea tu, au Mtume alikimbia udhia Maka, au Mtume sallallahu alaihi wasallam kakimbia matusi yamekithiri, mateso yamekithiri, masahaba zake walikuwa wakiuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukimbia yote hayo, wala haikutokezea by sadfa, accidentally. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake ya hijra kutoka Maka kwenda Madina ni amri ya Mungu, ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni part and parcel, ni sehemu ambayo haiwezi kutenganishwa na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani inatuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka Maka kwenda Madina kwa lengo maalum, si kwa sababu ya udhia aliokuwa kupata, si kwa sababu ya mateso na yaliyotokezea, au alikuwa anatafuta maisha mazuri kule Madina ya kidunia tu. Hapana, ilikuwa ni amri, ilikuwa ni wahi wa Mwenyezi Mungu, na kwa hakika inachora, inaweka demarcation, inaweka mstari kabisa baina ya Waislamu kutoka katika udhalili na unyonge kwenda katika utukufu, izza na heshima na dignity. Leo kwa Kiislamu haitaki hata elimu kubwa, haitaki hata mimi kupoteza muda, kama nitakuwa ni sahihi kutumia neno hilo. Umma wa Kiislamu tunaishi katika hali duni. Popote pale utapotizama, ukitizama hapa kwetu, ukitizama Afrika nzima, ukitizama bara Arabu, ukitizama ulimwengu kijumla, tunaishi katika hali mbaya, hali duni. Roho za Waislamu, damu za Waislamu zimekuwa thamani basi, darahima maaduda, thamani chache kabisa. Kila mtu mwenye silaha yake, majaribio ni kwa Waislamu.
Waislamu tuko nyuma, vijana hawana elimu, vijana hawana kazi, umaskini umetutopea, vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hadith wala haraj, you just mention it, eleza utakavyo. Hii umma wa Kiislamu ulikuwa namna hii, uko namna hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yake na masahaba zake, jamii ya Waislamu Maka ilikuwa katika hali hii, au tuseme zaidi ya hii. We, shida gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuipata na masahaba zake? Shida gani? Hebu itaje ambayo Mtume hakuipata na masahaba zake walipokuwa Maka. Hijra ndio iliyokuja kuwatoa katika unyonge na shida hizi. Mtume akenda akaasisi dola ya Kiislamu Madina, ndio iliyonyanyua sharafu ya umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio iliyowatoa umma wa Mtume kutoka katika umaskini na unyonge, kutoka katika dhulma, kutoka katika mauaji. Ndiyo dola ya Kiislamu iliyotekeleza sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kivitendo, jambo ambalo ni wajib, lazima Waislamu. Leo haya ndiyo maisha yetu tuliokuwa nayo, kila aina ya machafu na udhalili, maasi yametujaa. Sasa ndiyo maana umma wa Kiislamu tukaemewa leo, kwa bahati mbaya, umma wa Kiislamu tukaemewa, tukachanganyikiwa kwa dhulma tunazotendewa, hali ya umma ulivyo, maasi na kila kitu, tukachanganyikiwa, tukachupia na kudandia methods, manahij, njia ambazo tunajidanganya na tuna imani. Maneno mengine mtasamehe kuyatumia. Tunajidanganya kwamba eti njia hii itatutoa, itatuokoa, itatuletea mabadiliko, bali tunasema waziwazi njia hii ndio itakayotusimamishia dola ya Kiislamu ulimwenguni. Hakuna njia nyingine, watukufu wa Islamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabila al-ghayy la yattakhidhuhu sabila. Waislamu, tuko wapi? Tukiona njia ya uongofu, njia sahihi iko wazi, ala kweupe, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hii iliyozaa kalenda ya Hijiria, ndio hii iliyopelekea Mtume kufanya hijra. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuleta mabadiliko ya umma huu, katika kusimamisha dola ya Kiislamu. Kwa bahati mbaya, mpaka vijana wenzetu wanabebeshwa silaha na kuwaelekezea Waislamu wao eti ndio njia ya kuleta mapinduzi ya Kiislamu, ya kurejesha dola ya Kiislamu, ya kuleta mabadiliko. Hii sio njia. Njia anayotuchorea Mtume sallallahu alaihi wasallam iko wazi kabisa. And we call upon our beloved politicians, we call upon beloved shuyukh, we call upon beloved intellectuals. Tunawapa ulinganizi, tunawaambia, tunawaita kwa mapenzi wanasiasa wetu wapenzi ulimwenguni, katika umma huu wa Kiislamu popote walipo, wanavyuoni wetu wapenzi katika umma huu wa Kiislamu, wasomi wetu wapenzi, ma PhD holders, ma profesa wa Kiislamu katika umma huu, hawajaiona njia ya sallallahu alaihi wasallam, hamjaiona manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uko hapo noble umma, tunakuiteni nyinyi umma mtukufu, enyi watu wa kawaida Waislamu. Kwa nini mmewaruhusu wasomi wetu, mashekhe zetu wapenzi, wanasiasa wakawa wanatudanganya tu usiku na mchana? Sijui hii ndio fursa, sijui hii ndio njia. Mimi wewe tunajua zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuletea ayat, nusus, text sarihatan, zilizowazi kabisa. Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Ni jambo la lazima kumwiga Mtume katika kila letu, katika kila kitendo chetu. Ilikuwa jambo zito kama hili?
limetuteza umma wa Kiislamu kutaka mabadiliko, kutaka Uislamu wetu, kutaka sharia yetu ulimwenguni, kutaka dola ya Kiislamu. Hiyo Uislamu imeacha tuholela. Angalia katika mafunzo yanayopatikana katika hijra na katika hijria, haliacha kabisa. Mwenyezi Mungu anasema lazima tumuigize Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyewe anatuambia la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, haamini mmoja wenu mpaka awe hawa zake, fikra zake, vitendo vyake, vionjo vyake, test values, intellect, kila kitu, akili yake afate niliyokuja nayo. Kwani Mtume hajapewa hizi fursa hizi ambazo leo ajabu wanasiasa wetu vipenzi wanasema mpaka wanavyuoni wanazikoroga na kuzipindisha nusus za kisheria, aya, hadithi, ni sawa sawa hivi, ni sawa sawa hivi. For example, njia inayozungumza njia ya democracy, yani kushiriki katika siasa hizi za kizungu walizotuletea wazungu. Kwani zilikuwa hizi katika umma huu? Sio watuletea wazungu. Baada ya kuiangusha ile dola ya Kiislamu 1924 katika makao makuu yake Istanbul, Turkia, basi wakatuletea upumbavu wao huu. Sharia ya Uislamu ikaondoshwa taratibu mpaka kila kitu kikaondoka. Wakaanza kutuletea siasa yao. Wanaanza kufanya mapinduzi ni Wafaransa, Ulaya. Wakaikitisha vizuri siasa ya demokrasi na ubepari. Siasa ya demokrasia ndio nidhamu, system ya utawala, mfumo mzima, yani utaratibu mzima wa maisha unaitwa capitalism, ubepari. Kwa moja katika nidhamu yake, system ya maisha, utawala, yani demokrasi, ndio ini kubwa sana liloturubuni umma wa Kiislamu leo na linalotudhalilisha umma wa Kiislamu. Subhana malikin nas. Leo wanasema ni sawa sawa, fursa hii jambo limezoeleka. Iko wapi nasi ya Qur'ani? Iko wapi nasi ya hadithi iliyokuwa sariha kabisa iliyohalalisha jambo hili? Wewe jambo ambalo sharia Mwenyezi Mungu inapigwa teke kule, hiyo hakuna nasi sariha ya wazi imesema hili jambo linafaa halifai, wala hakutaki ijtihad. Democracy according to themselves, sio sisi, sio mimi na wewe. Hakuna yote atakayeweza kufadhili democracy isipokuwa wenyewe waliozaa. Na wanatuambia rule of the people, for the people, by the people, hukmu shab li shab shab, utawala wa watu uliowekwa na watu kwa ajili ya watu. Mungu yuko wapi hapo? Yani watu, binadamu ndio watakaokaa wazae fikra, tuishi vipi, tuende vipi, tuweke utaratibu gani, nidhamu gani ya maisha. Mungu sharia yake piga teke. That is democracy. Ni ukafiri wa wazi, ni dhulma ya wazi, ni shirki ya wazi wazi kabisa. Hakuna pahala popote katika Uislamu ulioruhusu jambo hili. Na hii ni tahaddi, ni challenge kwa wajuzi. Waje watueleze Uislamu hapa unasema hii, unasema hii ni halali, unasema hii ni halali. Waje waeleze kama hivi tunavyoeleza umma. Waje wanaweza, si kama suala la tabahi, la, ni suala la kuzungumza haki, si swala ushindani, la kuzungumza haki. Huwezi ukaificha haki, huwezi ukaipinga haki. Ni makosa makubwa kwa tukufu Islam. Wanavyuoni wetu, ma-intellectual wasomi wetu, msiingie huko, msiingie. Tushagongwa mara ngapi na mdudu, bado tunarejea wale umma huu, bado tunafitinishwa vile vile. Kama ni fursa, Utba ibn Rabi'a ni mjuzi kweli kweli wa mufawadha, wa kumrubuni na kufanya negotiations na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mazungumzo. Makureshi wakamtuma Utba ibn Rabi'a, nenda kwa Muhammad, kaongee naye, kazungumze naye, anataka nini? Ukiangalia tarehe wamempa karibuni mambo 5. Wakamwambia unataka mali wewe, sema tutakupa mali, achana na njia hii
Imani hii method, achana nayo. Wakamwambia unataka mwanamke, sema tutakutafutia kingwana safi sana, kama shahada zimekuzidi basi tutakupa. Wakamwambia mpaka wa in kunta turidu sharafan alaina sharafan sawadnaka alaina hata la naqta'u amran dunak, ikiwa unataka ubwana sharaf basi tuambie, tutakupatia wewe, ndio bwana mkubwa, hatukati shauri kabla ya wewe. Makureshi walikwenda mbali zaidi, wakakubali kuasisi taasisi ambayo Maka haikuwepo kabisa. Mambo ya ufalme yalikuwa huko Ufursi, Roma, Sham huko na maeneo mengine. Wakamwambia wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina, ikiwa unataka ufalme tutakupa wewe, mtawala kwetu falme. Sasa kama mtume anakwenda kwa mujibu wa hawa zake, mtume kama anatenda kwa mujibu wa fikra zake tu, yeye kama ni Muhammad, that was the opportunity. Hiyo ilikuwa ndiyo fursa, golden chance. Mtume kariski maisha yake, kalitolea maisha yake muhanga, yani kakubali kutukanwa, sumbuliwe, afanyeje, ili mtume abadilishe fikra za Makureshi, za Waarabu wakati ule, awakabidhi Uislamu, asimamishe dola ya Kiislamu. Mtume angelichukua fursa hiyo, lakini akasema hapana kabisa. Na katika riwaya nyingine Makureshi walimtuma ammi yake Abu Talib, Mtume sallam akawaambia maneno black and white, hakumumunya maneno. Kwa bahati mbaya kama tunavyomumunya sisi leo mashekhe zetu na wanasiasa na ma-intellectuals wasomi wetu, Mtume akamwambia wallahi ya ammi law wada'u ash-shamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadha al-amr wallahi lan atrukahu hatta yudhhirahu Allah au uhlika fihi. Sallu ala rasuli Muhammad. Mtume anasema, ami yangu hivyo unataka mimi nibadilishe wahi, hivyo unataka mimi njia hii nibadilishe, nishike njia nyingine, ni participate, nishiriki katika utawala. Wakati huo Makureshi system ya utawala, system of governance, yani namna walivyokuwa wakitawaliana ni kiukabila. Mwenye mkubwa katika kabila ndo walikuwa manukaba, masabati, hao ndo mabwana, ndo wakata shauri, ndo waenyesha, kwa lugha yao tunasema ndo waendesha nchi ile ya Maka. Ilikuwa namna hiyo. Mtume anamwambia ammi yake kenda kufanya naye compromise, aache njia ile, aache wahi, aache manhaj anaamriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia ami yangu, hata wakiliweka jua kulia, mwezi kushoto. Hiyo inaonesha seriousness ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonesha yani kufanya istinbat. Hapo wanavioni namna wanavyofanya istinbat, wanavyofanya ijtihadi, maana yake kuonyesha hii ndio njia, tena katoi, na kuishika ni katoi, ni lazima. Ikiwa Waislamu tukishika njia nyingine, dhambi moja kwa moja, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Anafika kueleza hivyo, wakiweka jua kulia na mwezi kushoto, ili niache jambo hili, niache njia hii. Mtume anasema wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, la atrukahu, I will never leave it, I will never go astray against it. Katu abadani sitoacha njia hii, hata yudhhirahu Allah, mpaka jambo hili, Uislamu huu, Mungu aupe ushindi. Allah, tunakuomba waja wako wafunue vichwa. Bila shaka si kama hawapo, wapo maduat walioshika njia hii, wapo wanasiasa baadhi yao ulimwenguni walioshika njia hii, wapo wanavyuoni walioshika njia hii, lakini kila wakiwa wengi, alhamdulillah, dawa ya Uislamu
inakwenda kwa haraka zaidi na itawaenea umma wa Kiislamu. Public opinion itajengwa na hatimaye Mwenyezi Mungu atatupa nusra. Tutasimamisha Uislamu, tutasimamisha sharia yake katika ulimwengu, tutasimamisha dola ya Kiislamu katika ulimwengu huu. Idhlali hii itaondoka. Mtume anasema mpaka Mwenyezi Mungu anipe ushindi au uhulika fihi, or let me be perished in it. Wacha mimi niteketee, niangamie, hata nikifa potelea kwa mbali, lakini siwezi kukengeuka katika njia hii. How comes leo unakuja mimi na wewe unasema hali ndio ilivyo hivi, ndio fursa hii, sijui nchi zote ulimwenguni ndio Waislamu. Waislamu hatuendi hivyo jamani. Waislamu tunakwenda sisi, kitendo chetu tunakwenda kwa wahi. Kitendo chetu chochote sisi lazima kishikamane na hukumu ya Uislamu na sharia ya Uislamu, amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kufu Islam na kuhusieni tena kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa kwa ufupi ni ipi manhaji ya Mtume sallallahu, njia ya Mtume sallallahu ambayo imezaa kalenda ya Hijiria ambayo ni sehemu yake ni hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam njia yake aliyotuchorea kivitendo, kikauli. Mtume alipoletwa, manake alipopewa wahi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulala kama tunavyolala sisi, hakuwa mchovu kama tulivyo wachovu sisi. Alikuwa ana hima, alikuwa ana awareness, alikuwa ni mtendaji wa kila anachoshushiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alianza kwa kuwabadilisha Waarabu wakati ule. Kwa hiyo njia ya kuletea mabadiliko umma wa Kiislamu ni intellectual and political, ni ya kifikra na ya kisiasa. Sasa ya kifikra kivipi? Maana yake lazima tuusome Uislamu, si kusoma tu Uislamu kala kanina, au tukajua kusoma vizuri matini, kusoma Qur'ani vizuri, au ukajua hukumu za swala vizuri. Naam, soma hayo, lakini Uislamu usomwe vile vile kwa upana wake inavyotakiwa, na ndio maana Qur'ani imebaki ipo mpaka leo. Uislamu usomwe as an ideology, kama ni mfumo wa maisha, utaratibu kamili wa maisha. Utaratibu kamili wa maisha una kila nidhamu wa maisha, kuanzia nidhamu ya kijamii, nidhamu ya uchumi, nidhamu ya utawala, siasa za nje, siasa za ndani, kila kitu. Maadui zetu wazungu, they know very well, wanajua vizuri sana Uislamu kuwa ndio ideology, mada mfumo wa maisha. Na ndio maana tunavyosoma huko mavyuo vikuu hawaelezi haya, hawatufundishi kama Uislamu ndio dini mbadala, ndio mfumo mbadala wa kuja kuondosha mfumo wa demokrasia na ubepari. Hawatuonyeshi hivyo, wanatusomesha Uislamu as an academic tu. Walikuwa wamesoma vioni hapa wanaelewa maneno yangu haya. Wanatusomesha as academic, mtu pale upate shahada nzuri, upate maximum GPA yako 5, basi you are better, you are maximum, you are excellent. Unapeleka kazini, mshahara wako unapandishwa. Uislamu unakuja kwa hivyo tu ndugu yangu. Uislamu ndio utakao tubadilisha, ndio njia ya mabadiliko. Uislamu ni mfumo, ni utaratibu wa maisha. Ni lazima utawale, ni lazima uwe na serikali. Usome Uislamu hivi, ndivyo Mtume, asikudanganye mtu. Ndivyo Mtume alivyofundisha masahaba zake hivi Uislamu. Ingawa ile tafsiri uchambuzi wa hukumu za Mwenyezi Mungu, amri za Mungu kwa kila ulikuwa Madina, lakini Uislamu kama ni mfumo utaratibu wa maisha ulielezwa hivyo na Mtume kutoka Maka. Wewe angalia kile kijuzu
juzu ya 4. Hebu tizama zile sura zake fupi fupi. Mle mna uchumi, mle unagongwa uchumi wa monopoli, mle wanagongwa watawala wenye kuongoza kwa fikira zao na kila aina ya hali. Naam, wanaambia watu waswali vile vile, lakini unaofafanuzi ndio kwa Madina. Sasa Qur'ani ndio ipo leo, kila kitu kishakamilika. Waislamu hatuwezi kuinuka leo kama hatujausoma Uislamu, kama hatujaubeba Uislamu. Maduat, wito kwenu wanasiasa, wito kwenu wasomi, mashehe wetu vipenzi, wito kwenu Uislamu ushikwe, ubebe kama utaratibu kamili wa maisha, mfumo kamili wa maisha. Tuwaeleze umma tumeribuniwa. Siku nyingi tumezaliwa ndani ya demokrasi, tumekulia ndani ya demokrasi, tumelelewa ndani ya demokrasi, tumesomeshwa maskulini demokrasi, tumesomeshwa vyuoni demokrasi. Some of us we are working for the democracy. Mpaka baadhi ya Waislamu wanaitumikia demokrasi, maskini ya Mungu. Kwa bahati mbaya hatuwashambulii Waislamu, la hasha wakala. Waislamu tumelazwa muda mrefu. Tusomeni taarifa yetu, tusomeni history, tusomeni yaliyotokezea kabla ya kuangushwa kwa dola ya Kiislamu, khilafa Uthmania, wanaitwa wazungu Ottoman Empire. Waingereza walifanya nini wakishirikiana na watu wa Ulaya katika kutunaza sisi umma wa Kiislamu? Haya leo ni matokeo tu haya. Si kama tunawalaumu Waislamu na mashekhe zetu vipenzi na wanasiasa wetu vipenzi pamoja na wasomi wetu vipenzi, la, lakini tunaeleza hali halisi, reality. You cannot ignore it. Huwezi ukaipinga ukaikataa ukaiweka nyuma ya mgongo wako. Hiyo ndio hali halisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafinyanga umma wa Kiislamu, akawafahamisha Uislamu ni nini kama ni mfumo wa maisha hasa. Hatua ya kwanza hiyo. Hatua ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo hili la Uislamu akaliweka wazi. Sasa akawa anafanya mijadala, akalitoa wazi public, anawafuata watu masokoni, anawalingania masses. Hatua hiyo ilikuwa non-reversible, hairudi nyuma, mbele kwa mbele mpaka lengo litimie. Mtume akawalingania watu katika vijiji vyao, akawa anaeleza watu, akawa sasa anaweka wazi, jamani na kuiteni mkubalini Mwenyezi Mungu na mimi Mtume, mlipe mamlaka, msimamishe Uislamu. Uislamu bila mamlaka ulimwenguni hautekelezeki, thumma hautekelezeki. Chukua hiyo ndio take home hiyo, hauwezi kutekelezeka. Tutatekeleza haya mambo ambayo tunayaweza mtu mmoja mmoja. Mungu anatuona kwa rehema zake, atukubalie kabisa. Maki wote zana hizo sheria zote hizo, siasa, uchumi, sijui penal codes, hizo nidhamu za kuadhibu, sasa hizo atafanya nani? Ukitupa sasa hivi jicho kulia, wanawake wanapita watembea utupu, nusu utupu, ukipita kushoto unaona hayo, hapa kule huko nchini kwetu wapi, kila mahali. Kwani wao ndio Uislamu unataka wao? Sheria ya Mwenyezi Mungu hapo, wameweka mabunge yao wanatunga sheria. Wengine wameita majlisi shura, lakini wanatunga sheria. Huo si uovu mkubwa huo? Ulevi leo si halali, makodi hayo leo si halali, mariba leo si halali. Uovu wote huu unaofanywa, haya yote haya Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaeleza umma wa Kikureshi wakati ule katika hatua ya pili, tunaita interactive au interaction stage. Mtume anawaeleza, anawahutubia umma, si tena kificho ya mtu mmoja mmoja. Mtume katoka hatua ya pili, akaona sasa Maka haitaki mang'ungu wake kina Umayya, kina Abu Jahal hawako tayari kumpa nusra, kumpa uongozi, utawala. Ndipo Mtume for the first time, kwa mara ya kwanza, akaitoa da'wa ya Uislamu katika mwaka wa 10, akaitoa Maka kuipeleka Taif. Taif kule kenda kutafuta, si tu kusoma yale tunayosoma tu, bali roho ya safari ile ya kwanza anakwenda kutafuta nusra. Akakaa na viongozi wa Taif, Banu Thatifa, ndugu wawili wale, kakaa nao katika pinya la usiku peke yao. Akawaambia, jamani, muni nusuru, munipe makazi hapa kwenu. Wakamjibu fadhili, wakakataa. Mtume akarudi, hakukata tamaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. We are not supposed to be desperate or confused or despaired. Waislamu never,
hatutakuwa tamaa. Mwenyezi Mungu ataleta tu mabadiliko tukiyakubali sisi wenyewe na tukiyafanyia kazi na tukishika njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio ndio nyingine, sio demokrasi wala sio kukamata silaha kama hivyo wanavyoita wanavyosema vikundi vingine sio jihadi sio kasia gani. Kabisa. That's not the method. Sio manhaji aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabisa. Mtume akaja zake tena Maka, vitabu vyetu vinatueleza vya tarehe, akawa anayafuata makabila mbalimbali katika viunga huko vya Maka, nje huko, wanaokuja katika ibada zao pale za kijahilia wenyewe wanasema hija. Ukisoma tarehe unachogundua ni kwamba Mtume analingania wakubali Uislamu, wamkubali Mwenyezi Mungu na wewe kwa Mtume, kisha anawaomba material support ambayo ndio inaitwa nusra. Jamani, nikubalini mimi, niungeni mkono, nipeni nusra, nisapotini mimi kinguvu za kimapambano, nisimamishe dola ya Kiislamu. Sababu dola ya Kiislamu haiwezi kusimama pahala ambapo wala si swala la fanatism la kiushabiki. Dola ya Kiislamu, hizi nchi zetu zote hizi za kusini mwa jangwa la Sahara mpaka kufika chini huko, hazina sifa hiyo. Naam, hazina sifa hiyo. Sio jambo la kiushabiki wala sio jambo la woga, la, ni kwa mujibu wa sharia. Kwa nini Mtume asende Abyssinia, Habasha, Ethiopia? Kwa nini Mtume ende zake Madina taasisi dola ya Kiislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bahati mbaya hakukubaliwa, akakataliwa. Makabila mengine yalikubali, akamwekea masharti. Utawala ukiondoka wewe uje kwetu, ambia la hili watu wenyewe wataamua, watu wenyewe wanamtaka nani. Basi Mwenyezi Mungu akamnusuru mja wake kutoka watu wa Madina na Ansar au Hazraji. Ndio Mtume akafanya hii safari ya hijra. Tunayokumbuka leo katika mwezi kama huu wa Muharram, wamekuja watu wa Madina wakampa bai'a, wakamwekea ahadi fungamano, ya Rasulullah, sisi tumeamini, njoo zako Madina, njoo usimamishe dola ya Kiislamu, njoo usimamishe dola ya Kiislamu. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun. Nadhani aya inamalizia. Kumbuka, anaelezwa Mtume sallam, wakumbushe watu wako mlipokuwa wachache, mna hofu. Ndio maisha yetu tunakuwa nayo haya. Hakuna kitakachotuokoa umma wa Kiislamu. Is not a democracy, is not capitalism, is not colony. Ujamaa ushakufa. Bado huu bepari na siasa ya demokrasi uko hoi bin tabani, uko ICU. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie sasa hivi, halafu itakuwa history na tarehe. Watatuheshimu wa wazungu wanaotudhalilisha leo ulimwenguni na katika nchi zetu za ulimwengu watatu, na wanafanya atakavyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa bai'a, wanamwambia njoo zako usimamishe dola ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu anawakumbusha, mlikuwa wanyonge, mkidhalilishwa, mna hofu, Mungu akakupeni makazi Madina, akakuruzukuni mariziki mazuri, kakupeni nusra. Watu wa Madina wakakubali kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akapewa amri ahame Maka ende zake Madina, akaasisi dola ya Kiislamu. That is the method of change. Hiyo ndio njia ya kuleta mabadiliko. Hiyo ndio njia ya kututoa katika hali hizi tulizokuwa nazo. Najua hata katika sisi nini mnautizama mbele yenu, leo jamaa basi na nazungumza masigazi tu, hatumwelewi hali gani tabadilika hii. Kweli tuache siasa hizi hao wameondolewa katika mabongo yetu kwa muda mrefu. Sio kitu accidental kimetokezea tu hivi. Hatusomeshwi haya katika vyuo vikuu tena vya Kiislamu. Hayasomeshwi Uislamu au manhaji ya Mtume, Uislamu kama ndio njia ya mabadiliko, manhaji ya Mtume ya kuletea mabadiliko, ya kusimamishia dola ya Kiislamu ndio hii. Someshwi hivyo. Waislamu amkeni, tushadanganywa muda mrefu, tusikubali kudanganyika. Tusomeni Uislamu wetu. Tusomeni kama ni mabda, kama ni mfumo wa maisha. Tuisomeni njia manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutuletea mabadiliko. Allahumma allimna ma yanfa'una
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا في غزة على اليهود وأعوانهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود وأعوانهم. اللهم انصر إخواننا في لبنان على اليهود وأعوانهم. اللهم انصر إخواننا في إيران على اليهود وأعوانهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين والمسلمات. اللهم أقم دولتنا خلافة راشدة واجعلنا سببا لإقامتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.